Yes bana, karibu tuyazungumze masuala ya kimichezo. Niko na mbukuzi wa soka, mchambuzi wa masuala ya kabumbu, Hamis Kabwe. Tunakwenda kujuzana kile ambacho kinaendelea kunako sekta ama engo ya kimichezo. Sheikh Kabwe, asalamu alaykum. Wa salam Shelama, upo? Kwema. Kwema. Mzima? Walete kati kaka. Fresh. Bana, Sheikh Kabwe, tuanzie hapa. Mambo yamekuwa ni mengi kweli katika eneo la kimichezo. Kwa maana ya kwamba sajili zinafanyika, mara mtu anamuacha, mara anamrejesha. Kuna tetesi kwa upande wa Mwamba Luis Jose Miquissone kwamba huenda akarejea Simba Sports Club, lakini pia kwa upande wa Heno Kinonga Baka Varane na mwenyewe tetesi zinazungumza hivyo. Lakini kwa upande wa bwana mdogo Saleh Karabaka, ambapo alitolewa kwenda JKT Tanzania kwa mkopo, anafanya vizuri huko. Sasa watu wanajiuliza vipi kuhusiana na Saleh Karabaka, vipi kuhusiana na Mwamba Joshua Budo Mutale. Ngasema huu ni wakati sahihi kabisa wa kumfuata mbukuzi wa soka Hamis Kabwe abainishe kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Tuanzie hapa kwa Luis Jose Miquissone kurejeshwa Simba. Simba akifanya hivyo wako sahihi ama ndio kufeli kwenyewe? Kwa aina ya mpira wetu Simba wapo sahihi. Kwa aina ya mpira wetu. Na sio tu mpira wetu. Vipo vilabu vingi vishawahi kuwarudisha wachezaji ambao waliwahi kupita wakafanya vizuri, bahati mbaya wakaenda sehemu nyingine hawakufanikiwa, wakarudi kwenye vile vilabu na wakafanya vizuri zaidi. Umeona? Sio, mimi siwezi kuita kufeli. Ila kwa afya ya mpira wetu, kwa namna ambavyo mimi navyoviangalia vilabu vya Simba, Yanga, sijui Azam na vilabu vingine kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki, nafikiri sisi tuko kwenye engo ya kukua zaidi. Kwenye kukua sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo tunapaswa kuvifanya ambavyo ni sahihi kwenye mpira wa miguu. Mojawapo, kwa sababu vilabu vyetu havina uwezo wa kununua wachezaji sijui bilioni 4, bilioni 5. Hapa katikati nimefanya interviews nyingi, nikawa nasema kama mashabiki wa Simba au wa Yanga wanataka upgrade ya Prince Dube, labda wanataka mchezaji ambaye anaweza akaweka kitu tofauti kwenye kikosi cha Simba, star yule, unajua inabidi waingie sokoni kwenda kutafuta mchezaji wa bilioni 3, bilioni 4, bilioni 5. Lakini ni ngumu kwa vilabu vyetu, namna ambavyo vinavyoendeshwa ni ngumu, lazima tuwe kweli, sio vizuri. Kwa hiyo kama ni ngumu kwa vilabu vyetu, ina maana style ambayo wanaotumia ni kufanya scouting, sio vizuri, kwa sababu bajeti yao si ndogo. Kwa hiyo akili yangu na mawazo yangu nilikuwa nafikiria Simba, Yanga, sijui Azam, sijui na vilabu vingine vyote hapa Tanzania na Afrika Mashariki viwekeze zaidi kwenye scouting, kwa sababu kwenye scouting wanapata wachezaji wazuri ambao pia watawafanyia biashara. Kwa mfano scouting ya Fiston Kalala Mayele ililipa, sio vizuri. Scouting ya Luis Jose Miquissone ililipa. Akina Medi Kagere si ya kutoka. Ndio. Scouting ya mtu kama Emmanuel Arnold Okwi ililipa, alisharudi karibia mara 3 akauzwa Simba. Aliperform na akauzwa Simba. Chama si alienda na karudi na akaendelea kuwa star. Luis Jose Miquissone ndo alirudi na upepo mbaya, hakufanikiwa kwa sababu ya fitness. Ambacho nilichotegemea kipindi kile, kwa sababu hakupata game time ya kutosha Al Ahly, nilitegemea Simba ambacho wangekifanya labda wangemtoa kwa mkopo, lakini waliachana nayo akampeka Yudi Songo. Sasa kule kapata game time, of course amekuwa ni star wa timu. Inawezekana sasa hivi kaisha rudi kwenye kiwango chake, kawa na kiwango bora sana. Kwa kama karudi kwenye kiwango chake, kwa sababu lazima tukubali class ni permanent, form ni temporary. Kwa hiyo kwa klasi ya Luis Jose Miquissone, hata akirudi Simba kwangu mimi wala sioni kama kuna shida. Ila shida yangu ni kwamba vilabu vyetu havifanyi scouting sahihi, na ndio maana vinashindwa kupata replacement ya wale walioondoka. Swali la msingi. Hilo ndio swali la msingi. Yaani vinashindwa kufanya scouting sahihi. Kwa nini wana struggle kupata wale replacement ya wale master wengi ambao wameondoka? Mfano Yanga, mpaka leo hii wanahangaika kumpata replacement ya Fiston Kalala Mayele. Hata kama sio replacement, hata kama asifike kwenye ule uwezo wa Fiston Kalala Mayele, basi angalau wawe hata nusu na robo ya uwezo wa Fiston Kalala Mayele. Wameshindwa kumpata. Simba wamehangaika kumpata mrithi wa Luis Jose Miquissone, mpaka leo hii hawajampata. Simba wana struggle kuziba gap la Luis la Kratos Chota Chama, mpaka leo bado hawajafanya nini? Hawajapata. Sasa shida kubwa ipo kwenye scouting. Scouting ya vilabu vyetu ni ya kubahatisha. Hadi maswali mengi ambayo mimi najiuliza,
ambayo kwangu mimi nafikiri yamekosa majibu. Light kama scouting yetu ingekuwa ni proper na yenye kutumia akili nyingi sana. Mimi naamini sokoni Simba na Yanga zisingekuwa zinahangaika wala Azam wala nani. Wangekuwa wanachukua wachezaji wazuri, wanakuja hapo wanafanikiwa. Au njia ya pili, wasiende kusajili ovyo tu. Wanaenda kusajili ovyo. Kwa mfano, mimi nikiangalia, umeniuliza swali la Joshua Budo Mutale na Saleh Karabaka. Ukiniuliza mimi hivi sasa, kuna kitu umenifungua akili na nimekaa chini nikafikiria, nikaona hii mbona kama ni kweli. Ukiuangalia uwezo wa Joshua Mutale, hawezi kukupa kitu kingine kikubwa zaidi ya pale alipofika hivi sasa. Kamaliza. Yaani pale Joshua Mutale ndo kamaliza pale. Yaani tangia nimeanza kumpa muda, kipindi yuko Fadu Davis mpaka anakuja kupata nafasi, anapewa. Kila nikimwangalia Joshua Mutale atabadilika. Naona ni yule tu. Namuona ni yule. Yaani kila nikijaribu kumfikiria Joshua Mutale kwamba anaweza akatoa kitu kipya zaidi kwa Simba, ni ngumu kutoa kitu kipya. Kwa unaona ni kwa Karabaka ana fit moja kwa moja. Sasa nikajaribu kumfuatilia Saleh Karabaka. Nikarudi nyuma enza kina Shiza Ramadhani Kichuya. Nikajaribu kuwafuatilia wachezaji wetu wazao. Quality ya Joshua Mutale unaweza ukaipata Tanzania. Yaani Simba inabidi wakienda sokoni waende wakatafute kiungo mshambuliaji ambaye atakuwa na uwezo mkubwa zaidi ya wazao. Lakini ukiangalia kiwango cha Joshua Mutale, tulitegemea kitakuwa kwa jinsi ambavyo tulivyomuona akiwa anacheza Power Dynamo, si ndio maana yake? Na umri ambao ulotajwa. Lakini kila mimi nikimwangalia Joshua Mutale, ni aina ya wachezaji ambao unaweza ukawapata Tanzania, kwa sababu kama yeye wanamvumilia, ina maana kama Saleh Karabaka angevumiliwa, angetoa kitu bora zaidi kuliko nani? Kuliko Joshua Mutale, kwa kile ambacho anachokifanya wapi? Anachokifanya JKT. Uongo kweli? Kwa sababu Saleh Karabaka, ikumbuka, hajacheza timu kubwa. Fikiria hivyo. Ila Joshua Mutale alikuwa anacheza Power Dynamo ya Zambia. Kwao ni timu kubwa. Kwa kama ile pressure angeweza kuimudu bwana Saleh Karabaka na akapewa muda, akaaminiwa, simula vizuri, akapata hiyo game time, mimi naamini kuna eneo ambalo anaweza akafanya kitu bora zaidi kuliko Joshua Mutale. Kwa hiyo Simba kwenye issue ya scouting kwa Joshua Mutale walifeli kulingana na mahitaji yao, kwa sababu Joshua Mutale hawezi kuwapa kitu tofauti na kile ambacho wao mashabiki na viongozi wanakifikiria. Unanielewa vizuri? Lakini Jean Charles Ahoua ni mchezaji mzuri sana na I respect. Ni mchezaji mzuri, ana uwezo, kaonyesha hicho kiwango. Lakini kwa mahitaji ya Simba, narudia tena, kwa mahitaji ya Simba, na hata tulipozungumza na mwalimu Dimitar Pantev baada ya kuondoka Simba, anasema moja kati ya sababu kubwa za yeye kufanya rotation kwenye kile kiungo cha ushambuliaji cha Simba, sio vizuri, ni pamoja na kuhitaji viungo washambuliaji wawili ambao wana uwezo mkubwa wa kiufundi, maarifa yale ya kuweza kuutawala mchezo. Umeona, ana uwezo wa kuamua yeye kama wewe. Kuna muda mechi kuidrive team, yani kuna muda mechi imeshika kweli kweli. Simba imekamatika. Mtu ambaye atafungua sasa. Mtu sana aenda kufungua hiyo kodi sasa. Sio vizuri. Jean Charles Ahoua hawezi, tuongee ukweli. Hawezi, Joshua Mutale hawezi. Umeona? Kwa hiyo tutawasifu kwa level yetu. Kwa level yetu sisi ya mpira wa Afrika Mashariki na kitanzania Tanzania. Tunaweza tukamsifu Jean Charles Ahoua, tunaweza tukamsifu Joshua Budo Mutale. Lakini kwa kile ambacho wanachokifikiria mashabiki wa Simba, kwa kile ambacho wanachokifikiria wachambuzi na nyinyi waandishi wa habari la kimichezo, kwamba Simba ni klabu ambayo inatakiwa ifanye makubwa zaidi, Jean Charles Ahoua, Joshua Mutale sio standard ya kuweza kuwafanya Simba waweze kuchukua ubingwa wa CAF Champions League wala Confederation Cup. Wakichukua wakiwa na hiyo quality ni bahati nasibu, fluke tu inatokea, ambayo ni kitu cha kawaida. Kwa wale daraja lao ni la kati, sio vizuri. Kwa hiyo kuliko kuwapa nafasi hao wageni ambao wana kiwango cha kati, bora kuendelea kuwavumilia wazawa hawa kina Karabaka ambaye mpaka hivi sasa na goals 4. Joshua Mutale na goals ngapi? 0.
vizuri. Na ikumbukwe Karabaka yuko JKT ujue. Joshua Mutale yuko wapi? Yuko Simba. Simshambulii. Ila naongea uhalisia ambao watu wengi wakisikia wanaweza kufungua sasa kila. Tunawasifia hao wachezaji. Yes, tunawasifia hao wachezaji wanaokuja Bongo hao kwa sababu ya daraja la mpira wetu. Nadhani unanielewa vizuri. Akija mchezaji aje alete kitu tofauti. Aje alete kitu tofauti. Tofauti kabisa na nani? Na kama jinsi ambavyo ilivyokuwa kwa Pacome Zouzoua. Muone, ukimwangalia Max Nzengeli unamwona huyu ana kitu tofauti huyu. Ukimwangalia nani Chama unaona huyu ana kitu tofauti huyu. Sijui mbona vizuri. Ndio aina ya wachezaji ambao Simba na Yanga wanapaswa kufanya hiyo scouting. Ila nje ya hapo scouting yao imefeli, ni ya kubahatisha. Alionekana pia kwa upande wa Varane, Kinonga.